ingia kwenye Uislamu dini itanishinda. Okay. Sawa. Unalalamika kwamba kuna watu wanakusambazia maneno mabaya na vitu vingine kama hivyo, lakini nasemekana kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao pia kama hivyo kwamba labda sijui wewe na Ludiva mna shida, sijui Ludiva anachata na mama wako. Hebu mpigie Lula. Fanya story short. Mpigie. Hiyo tumeshatoka. I say call her. Afa muulize. Mbona kama ametaka kufanya shindi, unajua shindi. Just call Lulu. Muulize. Au mimi nipe niongee naye. Sawa, ngoja tumpigie. Wakati problem. That's what I know. Ila Mchaga ulikuwa umemaliza swali lako. Bado huyu hapa Divana tu. Divana mambo? Divana. Maana mna panic. Uko poa? Okay, sorry. Tuko live kwenye The Switch ya Wasafi FM na tuko na Gigi Money, Gigi Mahela, Mama Myra. Na moja kati ya kitu ambacho tulimuuliza ni kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinasemekana kwamba wewe ndio muuliza. Mimi nimeuliza of course. Sawa. Kile ambacho umepatikana leo. Kile ambacho kilikuwa kinasemekana kwamba wewe ulikuwa na mawasiliano na mume wake. Kwamba kuna namna kama kulikuwa kuna mahusiano yanaendelea kati yako wewe na mume wake. Sio kweli. Ni stories inasemekana kwa mitandao. Lulu mbele yako uamini. Leta. Lulu hawa anataka kutufanya sisi kama watoto wadogo tunapigishana shoti. Huyu Mchaga ameleta kwenye mic hapa. Ameleta historia hapa nikasemaje? Huyo Lulu unaongea naye. Hiyo story pia nimemfuata juzi na alikuwa na D. Nikamwambia wewe unaleta redioni, unataka kumfaidisha nani? Au si ya kuuliza juzi? Eti juzi mimi sikuepo na mambo ya kijinga. Yaani watu wanataka kuleta story na eti Lulu chochote na mume wangu lini? Hajawahi. Hana, mimi ndo namiliki simu. Yule dada na matatizo yake anayafanya jamani Mchaga usinifanyie. Dada gani? Mimi sijaambiwa na dada. Wewe umeleta hiyo story hapa. Mimi naijua nimesikia lakini sijaambiwa na dada. Gigi. Lulu ni rafiki yangu tunafanya vitu vingi sema jamani Lulu hebu niweke sawa shoga yangu. Mimi jamani wasiniweke kwenye hizo mambo zao afu si mtandao. Tuendelee na interview. Sinikosea adabu. Mimi sina tatizo na Lulu. Na nilimfuata pia nilivyosikia story. Mimi nilimfuata au niuliza hapo. Mimi nilifuata mwenyewe mwenzio. Okay. Kwa sababu namjua aliyeniambia kichwa chake sio kizuri kiko lesi. Ana shida. Basi tumalize na Lulu tuendelee na nilikuwa sijamaliza swali langu. Of course, asante. Hapo. Na Lulu. No, not Lulu. Kata. Nilikuwa nazungumzia issue ya kwamba unalalamika kuna watu wanakusambazia maneno. Lakini nadaiwa kwamba inasemekana pia wewe ni miongoni mwa watu ambao unasambaza stories za baadhi ya mastaa kwa My Martha. Ipi? Wewe unajua Mchaga na siri zako nataka tuanze. Na masha ni hivi Mchaga. Mimi sijaambia kwa nini wewe najua mambo yako kibao na masha ni. Kwa nini masha? Hizo stories tu tunazonipa. Ndio unaongea naye. Haya niulize tena ile swali nikujibu. Mimi sijaambiwa na masha. Inasemekana kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao unasambaza stories za mastaa kwa My Martha. My Martha. Mimi My Martha naweza nikampa story gani? Nilikuwa nakaa sehemu inaitwa Mbopo. Kwangu mami unapajua kule kuna story. Stories za mastaa. Mimi Mai ndo ananipa story na kuja kuniambia umesikia. Mai dada yangu. Mai mimi pia kama unajua alishafatwa na huyo kigoda akaambiwa mimi nakulaunga na Mai akanifuata hivi International TV DSTV pale sijui. Akaniambia wewe na mimi nikamchenjia kwa sababu hizo story zinasambazwa na yeye baadaye akanirudia Mai. Ndio ushoga ulipoanza akaniambia unajua fulani alikuwa ananiambia hivyo nikufanyie mdogo wangu. Mimi nikamwambia usijali. Najua vingi lakini ipo siku itafika mimi au say public ili kama kuna jambo hatujamalizana jamani tumalizane. Na wewe na Mai mmegombana mara nyingi sana. No, Mai mimi sijagombana mara nyingi. Mai ndio hiyo story yake tuligombana nayo katika yaani hapo dadangu na mimi ngambia subiri mama yangu mtu mzima. Hii vipi? Unaelewa ukipoa story na mimi nina story. Eti subiri mama yangu yule ngambia sasa Damai. Na mimi nilisikia hivi. Kama maana ya kusikia tuchanganye na ya kwako. Tuyaongee. Mimi nimeambiwa kwamba cheche rumba vipi teja mimi ndio haya kwa hizo ni stories zimetoka kwa mtu Mchaga hata ukile yani ngombe kitu I have a small cycle like if you give me a story I know who told you what time na kwa nini nilisema hivyo. Okay, tuliona comment ya Zuchu alikujibu kwenye post yako kulingana na msamaha wako Gigi. Wewe uliichukuliaje, ulipokeaje? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanategemea kwa sababu niliona hata baadhi ya watu wameenda live like